بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Naam, tunaendelea na somo letu la masala ya ndoa, na leo tupo kurasa nambari 11 tukiendelea pale tulipoishia. Tumeishia athaminatu, tumeishia katika sura ya 8. Tamam. Kwa hiyo leo tunaingia katika sura ya 9. Anasema Sheikh, at-tasi'atu, sura ya 9, nikahuhu, kutaka kuoa yule wali, kumuoa yule ambaye yeye ni wali juu yake. Kwa maana wali kutaka kumuoa binti ambaye huyo wali ndiye wali wa pekee aliyebakia juu ya huyo binti. Tamam. Ndio akasema ai, akimaanisha idha arada alwaliyu, atakapotaka wali, ayankihaha, kumuoa huyo binti, linafsihi, yeye mwenyewe. Sasa huu ni mfano gani? Ndio akasema kabni ammin, kama mtoto wa ammi. Mtoto wa ammi anataka amuoe binti wa ammi yake, kisheria inaswihi. Sasa ikitokea huyo mtoto wa ammi anataka amuoe binti wa ammi yake na hakuna wali mwingine isipokuwa huyo mtoto wa ammi, basi ndoa hiyo ataiozesha nani? Hakim. Tamam. Ndio akasema kabni ammin, kama mfano wa mtoto wa ammi ambaye anataka muoe binti wa ammi yake. Laisa hunaka, na hakuna hapo, man huwa aqrabu minhu, hakuna wali wa karibu kuliko yeye, wala man yusawihi fi darajati, wala hakuna wali mwingine anayelingana naye kidaraja. Fa innahu yaqbalu nikaha, hakika huyo mtoto wa ammi atakubali hiyo ndoa. Wa yuzawijuhu alhakim, na ataozeshwa na hakim. Tamam. Kwa maana hakim ndiye atakaye muozesha huyo mtoto wa ammi kwa yule binti wa ammi yake. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo hakim ndio atakuwa ni wali, na yule mtoto wa ammi yeye atakubali ndoa. Kukubali ndoa maana yake ni kule kusema qabiltu nikahaha, ni kama anavyosema mtu mwingine, sawa sawa, hakadha, au qabiltu tazwijaha. Tamam. Kwa hiyo hakim atasema uzawijuka fulanatan binta fulani. Tamam. Huwa atasemaje? qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Sawa. Zawajtuka fulanatan binta fulanin, atasemaje? qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Tamam. Hakadha, yani qabiltu nikahaha au qabiltu tazwijaha. Tamam. Hakadha. Kwa sura yake itakuwa kama vile sura ya wali wa kawaida kumuozesha mwingine. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo sura ya 9 ambayo hakim ataozesha na atakuwa ni wali, ni katika sura ya kwamba wali wa binti yeye ndo anataka kumuoa yule binti, na mfano wake ni upi? Ni mtoto wa ammi kutaka kumuoa binti wa ammi yake. Tamam. Hakadha. Tamam. Sheikh akasema al-ashiratu, sura ya 10, idha arada nikahaha litiflihi as-saghiri, atakapotaka wali nikahaha, kumuozesha binti, litiflihi as-saghiri, kwa mtoto wake mdogo wa kiume. Wala waliya laha aqrabu minhu, na huyo binti akawa hana wali wa karibu isipokuwa huyo baba, isipokuwa nani? Huyo baba ambaye ana mtoto mdogo wa kiume. Wala fi darajati, na wala hakuna wali katika daraja gani? Daraja ya huyo baba. Tamam. Fa innahu, hakika huyo baba, yaqbalu nikaha, ataikubali hiyo ndoa, liwaladihi,
ya mtoto wake mdogo wa kiume. Wayuzawijuhu alhakim, na huyo mtoto mdogo wa kiume ataozeshwa na hakim. Tamam. Na hii ni katika sura gani? Hii ni katika sura mathalan, kuna ndugu wawili wa kiume wakubwa ambao ni baba mkubwa na mdogo, sawa sawa. Sasa wako wawili tu, inapotokea mmoja akafa akaacha binti, sawa, kisha huyu mwingine ambaye hajafa akawa na kijana wa kiume, sawa, basi huyu ndugu aliyebakia ambaye yeye ana mtoto wa kiume, sawa, inajuzu kumuozesha huyu mtoto wake mdogo wa kiume kwa yule binti wa ndugu yake ambaye amefariki. Kwa sababu gani? Hawa ni ndugu wa baba mkubwa na mdogo, na kisheria inafaa hilo. Tamam. Sasa katika sura kama hii, huyu baba haruhusiwi kuozesha pande zote mbili, sawa, bali itakuwaje? Wali wa yule binti atakuwa ni hakim, na huyu baba ataikubali ndoa ya mwanaye. Bas, tamam, hakadha. Kwa hiyo sura yake itakuwaje? Sura yake na matamshi yake ni hakim atasema hivi: zawajtu ibnaka mauliyati fulanatan binta fulani. Wali hakim atasemaje? Hakim, zawajtu ibnaka, nimemuozesha mtoto wako wa kiume, maana mtoto wako mdogo wa kiume, mauliyati fulanatan binta fulani. Mauliyati, yule mwanamke ambaye mimi ndiye wali wake, fulanatan, mwanamke fulani, binta fulani, ambaye ni binti wa fulani. Tamam. Hakim atasema hivyo. Kisha baba atasemaje? qabiltu nikahaha lahu, nimeikubali ndoa ya kuozeshwa binti huyu, lahu, kwa mtoto wangu mdogo wa kiume. Tamam. Sura yake itakuwa ni hivyo. Kwa hiyo sura ya 10, idha arada nikahaha li tiflihi as-saghiri, atakapotaka wali kumuozesha binti kwa mtoto wake mdogo wa kiume, wala waliya laha aqrab minhu, na huyo binti akawa hana wali wa karibu isipokuwa huyo baba, wala fi darajati, wala hakuna wali mwingine katika daraja yake, fa innahu, hakika huyo baba, yakbalu nikaha liwaladihi, ataikubali ile ndoa kwa mtoto wake mdogo wa kiume. Wayuzawijuhu alhakimu, na huyo mtoto wake mdogo wa kiume ataozeshwa na hakim. Tamam, hakadha. Na sura yake ni kama tulivyoisema. Hakim atasemaje? zawajtu ibnaka mauliyati fulanatan binta fulani. Kisha baba atasemaje? qabiltu nikahaha lahu. Tamam, hakadha. Mafhumu hapo? Na kisheria hakim haruhusiwi kukubali ndoa kama hii. Hakim haruhusiwi kukubali ndoa kama hii. Kwa maana hakim haruhusiwi kusema qabiltu nikahaha lahu, au hakim haruhusiwi kusimamia pande zote mbili, isipokuwa atakapokuwa ni nani? Ni babu, kama ambavyo tutaona katika sura ya 11. Tamam, hakadha. Alhadiyata ashara, sura ya 11, idha arada nikahaha lihafidihi, ay akimaanisha ibnihi, wa huwa ghairu mujbirin. Alhadiyata ashara, sura ya 11 ambayo hakim ataozesha katika sura kama hiyo. Idha arada nikahaha lihafidihi, atakapotaka babu kumuozesha binti ambaye babu ni wali wa binti huyo, lihafidihi, kumuozesha binti huyo, lihafidihi, kwa mjukuu wake, ai akimaanisha kwa huko kusema mjukuu wake, ibnihi, mtoto wa mtoto wake wa kiume. Tamam. Au mtoto tamam, mtoto wa mtoto wake wa kiume. Tamam, hakadha. Wa huwa, na hali ya kuwa huyo babu, ghairu mujbirin, si mujbiri, kwa maana si yule mwenye nafasi ya kumuozesha binti pasi na idhini yake. Sawa sawa. Na hii inakuwaje babu kwamba sio mujbirin? Pengine binti ni thayyib, ni mwanamkuu,
sio bikra. Tamam. Kwa binti anapokuwa mwanamkuu, baba na babu wanakuwa sio mujbiran, wanakuwa hawawezi kumwozesha bila idhini yake, ni lazima atake idhini. Sawa. Lakini binti akiwa ni bikra inafaa kwa wao. Kwa hiyo babu atakapotaka kumwozesha binti ambaye babu ni wali wa binti huyo kwa mjukuu wake, wa huwa na hali ya kuwa babu ghairu mujbiri, si mujbiri, kwa maana si mtu ambaye ana nafasi kwa wakati huo. Nafasi gani? Nafasi ya kuozesha bila idhini. Sawa. Basi katika sura kama hiyo hakim ndiyo nini, atakuwa wali wa huyo binti, na babu atakubali ndoa ya mjukuu wake ikiwa mjukuu wake ni mtoto mdogo. Sawa. Ikiwa mjukuu wake ni mtu mzima, atakubali mwenyewe mjukuu. Tamam. Kwa sababu ile kukubali ndoa kwa mtu au kwa mtoto ni maana kwamba mtoto mdogo, kama alivyosema kwa juli tiflihi as-saghir. Tamam. Mtoto ni mdogo, lakini kama ni mkubwa atakubali mwenyewe. Atasema nimekubali kumuoa fulani binti fulani, Kiswahili au Kiarabu atasemaje? Qabiltu nikahaha. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo ikiwa katika hali kama hiyo, babu akiwa si mujbiri na yeye ndiye wali wa huyo binti na anataka amuozeshe binti huyo kwa mjukuu wake, basi hapo hakim ndiye atakayekuwa wali wa huyo binti, na babu ikiwa mjukuu wake ni mdogo atakubali ndoa yake, na ikiwa ni mkubwa atakubali mwenyewe mjukuu. Tamam. Fa in kana mujbiran. Baada ya hapo tunaingia katika nukta ya pili. Inasemaje? Fa in kana mujbiran, ikiwa babu atakuwa ni mujbiran. Atakuwa ni mujbiran kivipi? Bi an kanat zawjatu bint ibnihi al-akhari, kwa kuwa yule mke anayetaka kuolewa, kwa maana yule binti anayetaka nini kuolewa, bint ibnihi al-akhar, ni mtoto wa binti yake mwingine, ni mtoto wa mwanae mwingine. Sawa sawa. Bi an kanat zawjatu, kwa kuwa yule mke ambaye nini anatarajiwa kuolewa, bint ibnihi al-akhari, ni mtoto ni nani? Ni mtoto wa mwanae mwingine. Wa hiya bikrun, na huyo binti ni bikra. Tawalla at-tarafaini, babu hapo atasimamia na kutawalia pande zote mbili. Tamam. Ana maana gani? Anasema fa in kana mujbiran, ikiwa babu atakuwa ni mujbiran kivipi? Bi an kanat zawjatu bint ibnihi al-akhar, kwa kuwa yule mke anayetarajia kuolewa ni binti wa mtoto wake wa kiume mwingine. Kwa maana babu ana watoto wawili hapo, au tuseme wajukuu ngapi? Wajukuu wawili. Tutumie lugha ya wajukuu. Wajukuu ngapi? Wajukuu wawili. Mjukuu huyu ni wa mtoto wake mkubwa wa kiume. Sawa. Na ndio mjukuu wa kiume. Tamam. Mjukuu mwingine ni mjukuu wa mtoto wake mdogo wa kiume na ndiye mjukuu wa kike. Sawa. Kwa hiyo mjukuu huyu ni mtoto wa mwanae, na mjukuu huyu wa kiume ni mtoto wa mwanae, na mjukuu wa kike pia ni mtoto wa mwanae. Kisha huyu mjukuu wa kike ni bikra. Sawa sawa. Huyo wote hawa wawili ni wajukuu wa babu. Na kwa kuwa huyu mjukuu wa kike ni bikra, babu hapo ni mujbiran, anaweza kumuozesha huyu mjukuu wake bila idhini. Sasa katika hali kama hiyo, tawalla tarafaini, kwa maana katika hali kama hiyo wali hautoenda kwa hakim. Hautoenda wapi? Kwa hakim, bali tawalla at-tarafaini, babu atatawalia pande zote mbili. Kwa maana yeye babu ndiye atakayeozesha, na yeye babu ndiye atakayekubali ndoa ya mjukuu wake wa kiume. Tamam. Na sura yake itakuwaje? Sura yake kwa Kiarabu watasema hivi, yani tunaposema sura kwa maana namna ya kutamka yale matamshi. Atasemaje? Atasema zawajtu hafidati fulanatan binta fulanin min hafidi fulanin ibni fulanin, nimemuozesha mjukuu wangu fulani mtoto wa fulani, au fulani binti wa fulani, min hafidi fulani ibni fulani,
nimemuozesha mjukuu wangu fulani binti fulani kwa mjukuu wangu mwingine ambaye ni fulani bin fulani, hapo anakuwa ameozesha. Kisha hapo anakubali ndoa kwa yule mjukuu wake wa kiume, atasemaje? Waqabiltu tazwijaha lahu, au waqabiltu nikahaha lahu. Tamam. Kwa hiyo babu atatawalia pande zote mbili. Ataanza kuozesha, atasemaje? Zawajtu hafidati fulanatan binta fulani min hafidi fulani ibn fulani, nimemuozesha mjukuu wangu fulani binti fulani kwa mjukuu wangu wa kiume fulani bin fulani. Hapo anaozesha, kisha anaingia kukubali ndoa, atasemaje? Waqabiltu tazwijaha lahu, na nimekubali kuozeshwa huyu mjukuu wangu wa kike lahu kwa huyu mjukuu wangu wa kiume, au waqabiltu nikahaha lahu, maana yake ni moja. Tamam, hakadha. Kwa hiyo babu katika hali kama hiyo atatawalia pande zote mbili, na ikiwa hali ni ile ya kwanza iliyotajwa pale juu, idha arada nikaha lihafidihi ayibn ibnihi wa huwa ghairu mujbiran, hapo ataozesha nani? Hakim. Tamam, hakadha. Sheikh akaendelea kusema athaniyata ashara, sura ya 12, amatul mahjuri alayhi, kijakazi wa yule mtu aliyezuiliwa matumizi. Kazuiliwa matumizi kwa sababu pengine ni mtoto mdogo au mwenda wazimu. Tamam, mtoto mdogo au mwenda wazimu. Lakini itakuwaje kijakazi huyo akaozeshwa na hakim? Idha lam yakun lahu abun wala jaddun, ikiwa yule aliyezuiliwa matumizi katika mali yake aidha kwa sababu ya utoto au mwenda wazimu, idha lam yakun lahu abun, ikiwa hana baba wala jaddun, wala hana babu. Tamam. Kwa hiyo sharti yule aliyezuiliwa matumizi awe hana baba wala babu, basi yule kijakazi wake ataozeshwa na hakim. Tamam. Wakasema yuzawijuha alhakimu bilmaslahati, hakim atamuozesha kijakazi huyo bilmaslahati, kwa kuchunga maslahi, kwa kuchunga maslahi. Fa in kana safihan zawajaha alhakim biidhnihi. Umeona? Fa in kana safihan, ikiwa atakuwa ni safihan. Safihan ni yupi? Almubadhiru limali, yule mtu ambaye anayetumia mali yake vibaya basi na mpangilio au na mwelekeo mzuri. Zawajaha alhakim, kijakazi huyo ataozeshwa na hakim biidhnihi, kwa idhni ya huyo safihan, huyo mpumbavu. Tamam. Safihan ni mpumbavu. Tamam, hakadha. Kwa hiyo fa in kana safihan, ikiwa atakuwa ni mtu mpumbavu almubadhiru limalihi, zawajaha alhakim, hakim atamuozesha huyo kijakazi biidhnihi, kwa idhni ya huyo nani? Safihan, ambaye Kiswahili anaitwa mpumbavu. Tamam. Athalithata ashara, sura ya 13, almajnunatu albaligha almuhtajatu linnikahi, mwanamke ambaye ni mwenda wazimu. Almajnunatu, mwanamke ambaye ni mwenda wazimu. Albalighatu, aliyefikia baligh. Almuhtajatu linnikahi, mwenye kuhitajia ndoa. Sawa sawa. Akifahamika kwa lugha yoyote kuwa anahitajia ndoa, basi hakim atatawalia ndoa yake. Katika sura gani? Haithu la aba laha wala jadda, haithu, pale ambapo la aba laha, hatakuwa hana baba, wala jadda, wala hana babu. Yuzawijuha alhakim, hapo atamuozesha nani? Hakim. Lakini ikiwa baba yake anaye, babu yake anaye, baba na babu ndio watakaokuwa nini? Mawali. Tamam. Lakini muda mwingine pia huyu mwenda wazimu ambaye amebaligh anaweza kawa hahitaji ndoa, lakini tabibu au daktari akisema kwamba huyu ili uenda wazimu wake upoe inabidi apate ndoa, basi pia nini? Ataozeshwa. Tamam, ataozeshwa huyo mwenda wazimu, kwa maana atatafutiwa mume aozeshwe. Ikiwa baba yake yupo, babu yake yupo, wao ndo watakaomuozesha. Ikiwa hawapo, atakayemuozesha nani? Ni hakim. Tamam, hakadha. Arabiata ashara, sura ya 14,
amatu rashida allati la waliya laha ay la waliya li sayyidatiha yuzawijuha al-hakim biidhni malikatiha. Amatu rashida, kijakazi wa nana ambaye amefikia baligh na mwenye akili. Tumeeleza kule katika kusherehesha nadhmu kwa hakuna haja ya kurejea sana hapa maelezo, hakuna haja ya kurejea maelezo sana. Tamam, hakadha. Kwa Ar-Rabi'ata Ashara, sura ya 14, amatu rashida, kijakazi wa nana ambaye ni baligh na mwenye akili. Allati, nana ambaye, allati, nana ambaye, la waliya laha, hana wali, ai akimaanisha la waliya li sayyidatiha, hakuna wali kwa yule nana wake. Yuzawijuha al-hakim, kijakazi kama huyo ataozeshwa na hakim biidhni malikatiha, kwa ruhusa ya yule nana anayemmiliki, kwa ruhusa ya yule nana anayemmiliki. Tamam. Kwa sababu gani? Kwa sababu wali wa kijakazi ilitakiwa awe ni wali wa nana wa kijakazi. Sasa ikiwa nana hana wali, kwa maana yule kijakazi pia nini? Hana wali. Kwa hiyo katika sura kama hiyo hakim ndiye atakaye nini? Atakayeozesha. Tamam, hakadha. Al-Khamisata Ashara, sura ya 15, amatu baitil mali, kijakazi anayemilikiwa na baitul mali. Baitul mali ni benki ya Kiislamu ambayo inahifadhiwa mali mbalimbali za Kiislamu. Sasa mali za vitani, lakini pia ikitokea mtu kafariki na hana wa kumrithi kabisa, mali zake zinapelekwa kwenye baitul mal. Tamam, na mali nyinginezo. Sawa. Sasa ikitokea pia katika baitul mali kuna vijakazi pale ambao ni mali ya baitul mali, basi nao pia hao yuzawijuha al-hakim biidhniha. Sasa kijakazi kama huyo yuzawijuha al-hakim, ataozeshwa na hakim. Tamam, biidhniha, kwa ruhusa yake. Tamam, kwa maana yule amatu baitul mali, yule kijakazi wa baitul mali, kwa maana kijakazi ambaye ni mali ya baitul mali, yuzawijuha al-hakim, ataozeshwa na hakim biidhniha, kwa idhni yake. Kwa maana akitoa ruhusa niozeshe, akitoa ruhusa kwa nani? Akitoa ruhusa kwa hakim kuwa niozeshe, ataozeshwa na hakim. Tamam, hakadha. As-sadisata ashara, amatul mawqufa, kijakazi aliyewekwa wakfu. Kwa maana kijakazi wa wakfu, kijakazi ambaye mtu fulani alikuwa na mmiliki, lakini akamtoa wakfu, aidha kwa familia yake, sawa sawa, au kwenye taasisi yoyote, kwamba huyu kijakazi wangu namtoa wakfu, atatumikia sawa bure, wala hamumnunui, namtoa wakfu, sawa sawa, atatumikia. Sawa. Asa kijakazi kama huyu yuzawijuha al-hakim, hakim ndiye atakayemuozesha biidhni al-mawqufi alayhi, kwa idhni ya yule aliyekabidhiwa ule wakfu au aliyeegemezewa ule wakfu. Tamam, kwa idhni ya yule aliyeegemezewa ule wakfu. Aliyeegemezewa wakfu ni upi? Ni ule ambaye ameainishwa na kuorodheshwa katika kuutumia wakfu ule. Tamam. Kwa hiyo mfano wake kama yule mtu aliyetoa wakfu alisema namtoa kijakazi huyu kama wakfu kwenye familia yangu, kwa maana familia yangu yani familia yangu itumikiwe na kijakazi huyu, sawa sawa. Basi hakim anapotaka kumuozesha huyu kijakazi ataenda kwenye ile familia, sawa, ataitaka nini? Ataitaka ruhusa kwamba kijakazi huyu anahitajia ndoa, sawa sawa, anahitajia kuolewa, sawa, na mimi ndio wali wake, sasa nipeni ruhusa nimuozeshe, sawa sawa. Ataozeshwa kisha ataendelea na majukumu yake kama kawaida. Tamam. Lakini mambo haya kama tulivyosema nyuma sasa hivi hayapo, sawa sawa, kwa sababu ilifikia hatua kwamba ulama na viongozi wa Kiislamu walikubaliana juu ya kulimaliza suala la utumwa, sawa sawa, katika ulimwengu huu. Sawa, huko nyuma katika tarikhi ilitokea
maulama wa Kiislam na viongozi wa Kiislam, makhalifa, masultani, maamiri walikubaliana juu ya kumaliza suala la utumwa, kwamba kuanzia leo hakuna utumwa tena. Tamam. Lakini masala haya tunayasoma kwa sababu gani? Yako ndani ya elimu, sawa, lakini hatutarajii hilo na wala hatulitaki hilo. Tamam. Hakadha wale ambao walikuwa wakiendelea kufanya masuala ya utumwa, wale walikuwa wanafanya biashara ya utumwa, sio utumwa ule wa kisheria. Ile kwa walikuwa ni biashara. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo as-sadisata ashara, sura ya 16, al-amatu al-mawqufa yuzawiju al-hakim biidhni al-mawqufi alayhi. Hakim ndiye atakayemwozesha kijakazi huyo biidhni al-mawqufi alayhi, kwa idhni ya ule upande uliowekewa wakfu, kwa idhni ya ule upande uliowekewa wakfu. Tamam. Kama ni familia, ataifuata familia, ataiomba ruksa, atamwozesha. Tamam. Kama ni taasisi, ataifuata taasisi, ataiomba ruksa, atamwozesha. Tamam. Hakadha. As-sabi'ata ashara, sura ya 17, amatul kafir al-muslima, kijakazi anayemilikiwa na kafir, al-muslimatu, kijakazi ambaye ni muslima. Hii muslima ni nati ya amatu, kwa maana ni sifa ya huyu kijakazi, sawa. Kwa maana amatul kafir al-muslimatu, kijakazi muislamu anayemilikiwa na kafir, sawa sawa. Idha ulika itquha bisifatin, ikiwa kutatundikwa kule kuachwa kwake huru, bisifatin, na sifa fulani. Tamam. Kwa maana yule kafir ambaye anamiliki kijakazi ambaye ni muislamu, ikiwa ametundika sifa fulani kwamba wewe kijakazi, ukifanya kitu fulani utakuwa uko huru, sawa, basi kijakazi kama huyo hakim ndiye atakayemuozesha, na hakim ndiye atakayekuwa nini? Wali wake. Atakuwa wali wake katika hali ile ile ya kuwa ni mtumwa, sawa sawa. Hakadha. Kwa hiyo amatul kafir almuslimatu, kijakazi muislamu anayemilikiwa na kafir, idha ulika itquha bisifatin, patakapotundikwa kule kuachwa kwake huru, bisifatin, na sifa fulani. Mfano wake akamwambia in dakhalti dara fa anti hurratun, ikiwa utaingia katika nyumba fulani basi wewe uko huru, sawa, basi wewe uko huru. Kwa hiyo kutokea kuna kijakazi muislam anayemilikiwa na kafir, akatundikiwa sifa kama hiyo kwamba ukiingia nyumba fulani au ukifanya kitu fulani basi wewe uko huru, basi kijakazi huyo katika ile hali yake ya utumwa, hakim ndiye atakayekuwa wali wake. Tamam. Hakadha. Athaminata ashara, sura ya 18, amatul kafiri almudabbaratu almuslima. Sawa, kijakazi muislam anayemilikiwa na kafir, almudabbara, aliyelimbizwa shingo. Kulimbizwa shingo ni vipi? Ni kuambiwa na yule anayemiliki kwamba mimi nikifa wewe uko huru, mimi nikifa wewe uko huru. Tamam. Sasa kijakazi kama huyu ambaye anamilikiwa na mtu ambaye ni kafir, lakini amelimbizwa shingo, wali wake atakuwa ni hakim. Tamam. Tofauti na yule kijakazi ambaye anamilikiwa na muislamu. Kijakazi anayemilikiwa na muislamu, wali wake ni yule bwana wake anayemmiliki. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo amatul kafir almudabbaratu almuslima. Tamam. Kijakazi muislam anayemilikiwa na kafir, almudabbara, aliyelimbizwa shingo. Tamam. Hakadha. Kulimbizwa shingo ni vipi? Ni kuambiwa kuwa mimi nikifa wewe uko huru. Tamam. Hakadha. At-tasi'ata ashara, sura ya 19, amatul kafir almukatabatu idha kanat muslimatan, kijakazi anayemilikiwa na kafir, almukatabatu, aliyeandikiwa mkataba wa kuwa huru au aliyeandikiwa mkataba wa kuachwa huru, sawa. Idha kanat muslimatan, atakapokuwa ni muislam kijakazi huyo. Mkataba wa kuachwa huru ni vipi?
ni kuambiwa kuwa lete kitu fulani. Ukileta kitu hicho wewe uko huru, tamam. Kitu hicho aidha iwe ni bidhaa au mtaji au pesa au madini, tamam, kwa mujibu wa maelewano yao, tamam. Hakadha kwa kijakazi kama huyo ambaye ameandikiwa mkataba atakapokuwa kijakazi huyo ni Muislamu, sawa, lakini anayemiliki ni kafir, maana si Muislamu, tamam, basi hakim ndiye atakayekuwa wali wake pale atakapohitajia ndoa, tamam. Hakadha al-20 sura ya 20 mustawladatul kafir idha aslamat, kijakazi aliyezana kafir idha aslamat, pindi atakaposilimu, tamam. Atakapo nini? Silimu. Wa mithluha, na mfano wa kijakazi kama huyo, amatul kafir almuslimatu wa in kanat qinnatan ay khalisatan riq. Sasa na mfano kama huu, amatul kafir almuslima, kijakazi muislam anayemilikiwa na asiyekuwa muislam, wa in kanat qinnatan, na hata kama nini, ikiwa ni mtumwa tu, ikiwa ni mtumwa tu, ndio akasema ai, akimaanisha khalisatan riq, ikiwa ni mtumwa tu. Sawa sawa, ana maana gani? Ikiwa hajatundikiwa sifa ya kuachwa huru, ikiwa hajalimizwa shingo, ikiwa sio mukataba, ikiwa sio mustawladatul kafir, tamam. Sawa, kikubwa awe tu ni kijakazi muislam anamilikiwa na asiyekuwa nani? Muislam. Basi pale anapohitajia nini? Ndoa, sawa, hata kama sio mukataba, na hata kama sio mudabbara, na hata kama nini, hajatundikiwa nini, sifa fulani katika kuachwa huru, basi kitendo cha kuwa yeye ni kijakazi wa Kiislamu na kitendo cha kuwa yule anayemiliki si Muislam, basi anapotaka kuolewa wali wake atakuwa ni hakim, tamam. Hakadha Sheikh akasema fahadhi 20 suratan, hizi basi ndio sura 20 ambazo, fahadhi 20 suratan, basi hizi ndio sura 20 ambazo yuzawiju al-hakim, hakim ndiye atakayeozesha, au naibu, au naibu wa hakim, fi kulli wahidatin minha, katika kila sura moja, kama taqaddama, kama ilivyotangulia. Wa ila huna antahi. الكمال لله والعصمة للأنبياء والنقص لنا. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والعفو منكم.